Haleluya, wapendwa watazamaji wote popote pale mnapotazama kutoka. Mimi ni mtumishi wa Mungu, nabii wa Ishara Tanzania, ambaye Mungu amenipa kuyamulika na kuyatabiri mambo ya taifa na mambo ya watu. Bila shaka wengi mnanifahamu na nanifahamu kutokana na umahiri wa kiroho ambao Mungu ameuleta katika kutabiri juu yangu. Na wasalimu katika jina la Yesu leo sahihi na ujumbe kwa ajili ya taifa. Ujumbe huu ni wa onyo kwa ajili ya utawala huu, ili aidha watasikia ama watasikia, lakini ni onyo juu ya utawala huu kwamba wajihadhari na hawa watu ambao tumewagundua wamo ndani ya huu utawala na wanataka kuleta mambo ya ajabu ajabu. Kwa hiyo share ujumbe huu ili uweze kwenda speed na kufika kwa wengi, isalimishe watu. Dear viewers, I am Nabii wa Ishara Tanzania, the prophet of the sign from Tanzania, the one who prophesy things and things happening, accurate prophecy. Anytime when I prophesy, make sure that it will happen. This month, I prophesied about the death, sudden death, quick death, that will happen among the leaders, and it happened already today. But this is not my issue in this day. I have very different things to talk to the government according to the vaccine. I'm going to talk about vaccine again because there is a, what can I call it? It is like a foolish things is going on down underground. It's like there is a foolish things going underground, and they think maybe we will be silenced. We cannot be silent until every evil will be revealed in this nation. If there is an evil which is hidden in this nation, must be revealed. Otherwise, we will pray God to do something. If they will keep doing the same evil thing, we will pray. We have this nation on our hands. As the church, we have, as a prophet, I have the power to prophesy about what the leadership of the country, to be out of this country, and they will be removed. So, before we get that far, let us warn the government about some people in the government, those who tries to maybe to advise the government to do these foolish things that I'm going to speak today. This is very heavy words, but it cannot be against the law. Narudia katika Kiswahili. Kuna vitu vya kijinga ambavyo vinaonekana vinafanyika kwa baadhi ya watu pengine ndani ya serikali, ambavyo tukivinyamazia vitaleta ujinga kwenye hili taifa. Ni kama vile kutaka kutufanya watu wote tuwajinga. Narudia, hatutanyamaza. Tutasema. Na nawaambia mnaotazama wote, share ujumbe huu. Share. Hivi karibuni tumesikia mama yetu ambaye ni rais akisema wazi kabisa kwamba chanjo ni hiari. Narudia tena, akisema wazi chanjo ni hiari. Chanjo ni hiari. Lakini sasa ninapata taarifa ya kwamba kuna baadhi ya viongozi, sijui wa idara gani. Sasa nataka niwashtaki wa viongozi, ili kama mpango huu sio wa rais na wala sio wa waziri mkuu na wala sio wa serikali hii, wao wajipambanue, wafuatilie hili jambo. Wafuatilie hili jambo. Hatutanyamaza, na nasema kwamba tutahakikisha viongozi wa dini, tukigundua hili jambo linaendelea chini kwa chini na linafanyika na kweli msimamo unakuwa huo. Yaani nasema kama viongozi wa dini watanyamaza kwenye hili,
tutakuwa tuna viongozi wajinga wa hali ya juu sana, ambao hata haki yao waliopewa na rais wenyewe kuitumia hawawezi kuitumia. Narudia tena, kama tutakuwa na viongozi wa dini watakaonyamazia hili nalokwenda kulisema, tutakuwa ni nchi ya watu wajinga, mpaka viongozi wa dini hao watakuwa ikiwa hawatachukua hatua, watakuwa ni wajinga na wao kama hawatachukua hatua juu ya ujinga huu ambao nakwenda kusema hapa. Tumesikia taarifa vizuri kwamba rais ametoa maelezo yaliyonyooka. Chanjo itakuwa kwanza, watu watapewa maelezo faida zake hizo chanjo ili watu waelewe, alafu ndio watu wachanjwe. Tena chanjo yenyewe ni hiari. Yes, this is what our president said. Sasa nimepata taarifa kwa moja kati ya washirika wa Nabii wa Ishara Tanzania, sitataja maana nao Tanzania nzima mpaka na nje ya nchi, kwamba manake na maana kwamba ni kitu ambacho kipo. Wamepewa taarifa ya kwamba, sitataja ni nani alitoa taarifa, lakini taarifa kabisa mimi nimepata kaushahidi ambako ni kaushahidi kadogo, kwamba kuna wahitimu fulani ambao wanahitimu kwenye idara fulani, sitasema idara gani, na sijajua huyo aliyenijulisha kwamba na yeye yumo katika hao, na hata kama akiwa yumo pia nisingesema kuwa yumo, kwamba wameambiwa ifikapo Ijumaa hii, I repeat, shame on you, ni aibu kwenu nyinyi watu, kwamba ifikapo Ijumaa hii wote hao ambao wanatarajia kupata vyeti kwenye hiyo idara waliotumwa ni lazima wawe wamechanjwa kwa lazima, na asiyechanjwa asipewe cheti. Nauliza, Mama Samia, umetuma watu kulazimisha watu chanjo? Tunaomba serikali jipambanue. Serikali hii ndio inalazimisha watu kuchanjwa. I repeat, taarifa ni kwamba zinazopita chini kwa chini, kuna mtu mmoja kati ya viongozi kutoka nje ya nchi huko alipiga na kujua nilikuwa nimempa appointment, nimemwomba tena dakika chache. Ni hivi, swala hili kama viongozi wa dini watalinyamazia, heri na wao watakao nyamazia waondoke na corona. Itabidi tuombe hata corona part 3 ije iwafagie na wao. Yaani waumini wako, rais wao amesema kuchanjwa ni hiari, alafu uko kwenye idara hizo za serikali ya rais huyu aliyejipambanua wazi kabisa kuchanjwa ni hiari, kuwe na mtu huko kwenye idara analazimisha watu kwamba lazima wachanjwe, wasipochanjwa ati wapati vyeti. Sasa mimi nawaagiza nyinyi ambao mmeambiwa kwamba msipochanja mtapata cheti, jiorganizeni. Ikiwa hiari yenu mnataka kuchanjwa, chanjeni kwa moyo safi. Na nyinyi msiotaka kuchanjwa, ambao mmeambiwa mtanyima vyeti, gomeni, msikubali kuchanja kwa kuwa ndio maamuzi yenu. Alafu mkikataliwa vyeti, nendeni wazi kwenye vyombo vya habari, toeni taarifa kwamba kuna kulazimishwa kuchanjwa. Lingine, nendeni kwa wanasheria na ina ujumbe na upeleka kwenye chama cha wafanyakazi, mlifuatilia hilo jambo. Chama cha wafanyakazi, mlifuatilia hilo jambo. Kuna wafanyakazi kumbe wanalazimishwa kuchanja kwa nguvu. Labda sijui hawa sio wananchi wa Tanzania. Wananchi wa Tanzania wamepewa uhuru, kuchanjwa ni hiari. Lakini kuna wafanyakazi wamelazimishwa kuchanjwa kwa nguvu. Sikiliza, kama kuna ahadi, kuna commission ambayo serikali hii inapata, ndio inalazimisha kwenye baadhi ya serikali, baadhi ya taasisi za serikali zimepewa commission kwamba wakilazimisha watu wao watapata pesa. Kufeni wenyewe. Kama ni kuishi, mchanjo muishi wenyewe. Waacheni wale wanaotaka kufa bila kuchanjwa, waacheni watu wanaochanjwa wa hiari wachanjwe. Msilazimishe wakati kauli ya rais inasema ni hiari. Msilete ujanja. Mnataka kuifanya hii serikali kwamba ni ya kinafiki, si ndio? Na I'm telling you, tukigundua hii njama ni njama yani kwamba tunaambiwa kingine na kinachotekelezwa kingine, hii serikali itakuwa ni ya unafiki kuliko serikali zote. Listen, nasema wazi. Wakati kwa kauli tunasikia kabisa rais akisema chanjo ni hiari, tukigundua kwamba anasema huko
alafu baadaye huko kuna kumbe wakikaa wanazungumza vitu vingine. Ngoja hili jambo hili lifuatiliwe. Na mimi nasema share kwa wingi ujumbe huu uwafikie wengi. Hamwezi kulazimisha watu chanjo katika taifa ambalo limejipambanua chanjo ni hiari. Mbona mnataka kutuletea matatizo nyewe watu? Nyewe watu mmeidiwa shilingi ngapi nyinyi kutaka kuwaingiza watu kwenye matatizo? Si mfe wenyewe kama mikufa, kama ni kuishi muishi wenyewe. Kama chanjo itawapa uzima badala ya Mungu, chanjeni. Kama mnaona wengine watakufa, mnaona watakufa, waacheni wafe. Mbona sisi tuko tujachanjwa tunaishi? Mbona mnataka kututia kwenye matatizo nyi watu? Hatutaki kulazimisha waumini wetu kuchanjwa. Narudia, hatutaki kulazimisha waumini wetu kuchanjwa. Hatutaki. Na hili jambo nikiona limerudia nitatafuta waandishi wa habari. Nilipue kabisa huko mbali kabisa. Mpaka rais ajue kuna watu kumbe viongozi wake huku chini wanalazimisha watu kuchanja. Vinginevyo wajipambanue ni mpango wao wote kwamba huku wanasema lingine, kule wanasema ili serikali tuione ni serikali ya style gani. Hii itakuwa yani kama ndio mpango huu ni wa serikali kwamba wanaposema huko wanasema kingine, kule wanasema kingine, itakuwa ni unafiki in maximum. Yani itakuwa ni serikali mnataka mfanye serikali kuwa ya kinafiki kupindukia kuliko serikali zote zilizopita. Haiwezekani. Rais anasisitiza mara mbili. Juzi nimemsikia tena anasema kuchanjwa ni hiari. Tena akasema elimisheni watu. Sasa ninyi ambao mmeambiwa mtanyimwa vyeti msipochanja, nasema hivi, kama hiari yako ni kutokuchanja usichanjwe. Lakini kama hiari yako ni kuchanja, chanja. Ndio maana ya hiari. Asiwalazimishe mtu. Msichanjwe mliokuwa mna hiari ya kutokuchanjwa. Na mnao hiari ya kuchanjwa, chanjweni. Na akizuia kuwapa vyeti, leteni taarifa. Sisi tutaifanyia kazi. Tutaita vyombo vya habari, tutalipua kwamba nani aliyefanya mpango wa kuzuia vyeti vya watu kwa sababu hawachanjwi. Msituletee ujanja wa ajabu sana. Hatutaki waumini wetu kama wanaamini nguvu za Mungu zitawasaidia, waacheni. Tulipandiwa imani kubwa kabisa na Mheshimiwa Magufuli. Imani kubwa kabisa. Sasa sisi ambao tumepandiwa imani kubwa, mtuache. Ipo siku mkiendelea na hii ya kulazimisha hii, ipo siku hii nchi itakujalipuka yote. Mimi nasema mkiendelea kulazimisha hii nchi kutaorganiziwa mambo hapa, kutakujalipuka mlipuko hapa wa kupinga utawala huu mpaka mtakuja juta. Mimi nawaambia hivi kabisa. Yaani nchi sisi ikitulia kidogo tu kumeanzishwa jambo. Nasema hivi, naomba rais na vyombo vyako chunguzeni, kuna taasisi zinalazimisha watu wachanjwe, lazima. Wasipochanjwa ni kwamba hawapewi vyeti vyao. Na mimi nasema nyinyi ambao hamko tayari kuchanjwa, msichanjwe, afu mnyimwe vyeti, mlete taarifa, mtupe. Mimi naomba mnipenyezee taarifa za huyo mhusika na mlipua hadharani kwamba ni nani huyo. Na mlipua. Watu tunajua, sikiliza, msifanye mchezo ni watu. Msifanye mchezo na maisha ya watu wengine. Kama kuna watu wanashibisha matumbo yao kwa ajili ya kutaka wako tayari mambo yoyote yanatokea kwenye dunia, wanaenda kama dunia inavyotaka, waende wao. Waache watu ambao wanaona mbali kule, wanajua madhara ya kule mbele kwenye mambo ambayo wao wanaamini kwamba yana madhara. Kama wewe huoni kama yana madhara, choma wewe. Usilazimishe watu wengine. Kwa hiyo nataka maanze kufukuza watu kazi sasa kwa sababu ya kutokuchanjwa, sio? Na tukiligundua hilo, tutamuomba Mungu wetu ataishusha corona nyingine part 3. Na hii italenga hawa wahusika tu. I'm telling you, tutafunga na kuomba mpaka Mungu awafagie wakina Farao wengine waliosalia ambao ndio wanatuletea uhuni huo. I'm telling you, tuna mamlaka ya kuomba. Rais asema ni hiari. Alafu kuna watu huko chini, rais hao watu wanataka kuharibia sura ya nchi. Rais, watu hawa wanataka kuharibia sura ya utawala wako.
wanasema watawapa vyeti wasipochanjwa baadhi ya watu. Mimi tayari na ushahidi. Sasa naonya, ole wako wewe unayejaribu kusema utazuia vyeti ili watishe. Amjaambiwa mwatishe. Kama mmeshindwa nguvu ya kuwashawishi watu, kaeni kimya, chanjeni ninyi. Mmeambiwa mwafundishe faida za chanjo. Ikiwaingia kama vile imani, ikiwaingia watachanjwa. Msiwalazimishe, msiwatishe watu. Mnaanza kutumia jihadi ya kuwanyima watu kazi kwa ajili ya chanjo. Mnatumia jihadi ya kuwalazimisha watu imani ya kuchanjwa. Ndio mnatumia jihadi sasa, kwamba siyotaka uwawe, si ndio? I'm telling you, subutuni kufanya namna hiyo, na tutafuatilia taarifa tunazipata, tutafuatilia. Nasema hivi, wewe ambaye unajua kabisa hiari yako ni kutochanjwa, usichanjwe. Ndivyo alivyosema rais. Wewe ambaye unaona hiari yako ni kuchanjwa, chanjwa, tena kwa moyo mweupe kabisa. Jitoe kwa moyo wako wote, chanjwa. Lakini ole wako wewe ambaye unaanzisha mpango wa kuzuia watu eti kupata vyeti kwenye hiyo taasisi. Unajijua mwenyewe vyeti ili tu kwamba lazima wachanjwe. Nasema hivi, ambao watachanjwa afu ole wako uzuie vyeti. Tutapata taarifa. I'm telling you. I'm signing out. Naondoka afu nasubiria huyo ambaye atalazimisha waumini wetu hapa Tanzania kuchanjwa kwa lazima, kwa nguvu. Tutamuona ni nani. Ole wake nasema. Mimi naondoka, ni nabii wa ishara Tanzania, mwonyaji wa taifa katika mambo yatakayoleta faida kwenye nchi na mambo yatakayoleta faida kwenye utawala. Msimchafulie rais huyu. Kuna tulia kidogo mnalianzisha. Kukitulia mnalianzisha. Mnamwanzishia tena ugomvi mwingine wa kwamba analazimisha watu kuchanja, si ndio? Maana ndio maana yake. Maana taasisi ni ya serikali. Hii taasisi ni ya serikali. Inataka kuzuia vyeti, ni ya serikali. Sasa mnataka mumpake matope rais. Tutaona kuanzia sasa. Mimi nimeshalianzisha. Na nasema viongozi wenzangu wengine, kama kawaida, hili jambo tulifuatilia kwa pamoja. Wote ambao mnajua nini kilichojificha ndani ya jambo. We know the mark of the beast. Tunajua alama ya mnyama inadili kazi kwa namna gani. Tuacheni mpaka tujiridhishe kwamba chanjo haina tatizo sisi wenyewe. Lakini tunakwenda huko tukijua kabisa kuna hatari duniani ya kulazimishwa mambo ambayo ni mambo mabaya. Sasa msitulazimishe. Nyinyi hamna macho. Nyinyi viongozi wa serikali wote hamna macho ya kiroho, mna macho ya kimwili. Nasema rais wangu yeye hajajaliwa kupewa macho ya kiroho. Hana. Ndio maana hawezi kutoa maelezo yoyote kwamba nini kinakwenda kutokea kesho. Sisi ndio tumepewa neema, karama hizo tunazo sisi. Tunajua hii issue italeta madhara ama hii haitaleta madhara. I'm telling you, msilazimishe watu kuchanjwa eti kuwazuia wasipate vyeti. Huyo anayezuia vyeti huyo, nasema hivi, mwacheni azuie kwa sababu hakuta kuchanjwa. Mkigundua wenzenu wamepewa, nyinyi mmenyimwa kwa sababu hamjachanjwa, tuleteeni taarifa. Tutailipua kila kona, alafu tuone kama viongozi wa dini watanyamaza kimya kwenye hilo kwa waumini wao walazimishwe kuchanja wakati rais amesema ni hiari. Jambo la hiari liacheni liende kwa hiari. Ole wenu mnaogeuza kauli ya rais. Nasema ole wenu mnaogeuza kauli ya rais. Tutawaingiza katika hesabu ya wanaoondoka na corona. Wewe subiri.